Maana kuna Wakristo ambao wako kanisani lakini wamekuwa kama wajinga. Wakiambiwa kwamba toa sadaka tukunyweshe mafuta, wananywesha mafuta. Wakiambiwa kwamba usiku wa manane amuka, omba kama hauna nguo ndio Mungu akusikie, wanaomba uchi. Maana katika yale madogo ndio kuna ufalme. Katika yale madogo kuna kuinuliwa. Katika yale madogo kuna kubarikiwa. Kuna sadaka special na kuna sadaka ambayo si special. Wengine wanaambiwa kuna maombi special na mengine sio special. Haya maombi ya imani tunaweka wapi? Haya maombi ya wenye haki tunayaweka wapi? Anasherehekea siku ya kuzaliwa, wacha nianze kumwambia happy birthday. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo nimepata neema na nimepata kibali nisimame ili tuweze kufundishana mawili matatu kwa ajili ya safari ya mbinguni. Na ila sijui kama wewe pia uko na nia kufika mbinguni, maana mimi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaposema naenda mbinguni simaanishi kwamba nakufa. Maana watu wanasema kitambo wewe mbinguni utakufa ndio uende. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaweza kuja baada ya hii ibada tukakula sapa mbinguni. Kwa hiyo mimi niko stage naenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kuna mtu ambaye tunaenda na yeye ama mnaogopa. Maana safari yetu ni ya kufika mbinguni. Na lengo letu ni kufika mbinguni. Na siku ya leo nitakuwa nafundisha kuhusu wakati ulio mwafaka kufikia jambo. Maana kuna watu wanasema wakati fulani ukifika ndio wakati mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye kuna wakati mzuri kwa kila mwanadamu. Ninasema kwamba wakati wa Mungu ulipofika alimtuma mwanawe. Lakini mwanadamu tunaenda katika wakati wa Mungu. Hatuendi katika wakati wetu. Kwa hiyo tunaanza kutengeneza kitu ili Mungu aingie katika ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Saa hizi kuna kilimo kimeanza. Na kuna messages watu wanatumiwa na Red Cross. Na kwamba kama uko mahali kuna mafuriko uhame. Na kama hiyo sehemu unaweza itengeneza kaitengeneza. Na kuna wengine wameogopa kulima, wanaangalia wingu, wengine wanaangalia upepo. Mtu anashinda nje anasema wingu limeshika lakini hii itapita, itanyesha huko, itanyesha huko. Na mwingine anasema kwamba hii si yetu, kuna mahali inanyesha. Sasa nimekuja ili nikwambie siku ya leo hatufai kuangalia wingu kwa ajili ya kupanda na haifai kuangalia upepo na wingu kwa ajili ya kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukitazamia hayo mambo kuna timing fulani utakosea katika maisha. Kwa hiyo inahitaji tuanze kwanza kujitoa katika njia hii. Ndio ujumbe wa leo inasema kwamba kuandaa mahandaki. Neno mahandaki ama handaki. Kuandaa ama kutengeneza mahandaki. Handaki ni shimo. Kwa Kiingereza ni trenches, mtaro ama ditches, kitu kama shimo. Kutengeneza mitaro. The Red Cross wanasema kwamba tutengeneze mitaro kwa ajili ya haya maji. Mimi napenda kuleta neno wakati wa msimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji utatusomea kitabu cha Wafalme. Wafalme wa pili mlango wa 3. Anza mlango wa 3 kuendelea.
Wafalme wa Pili mlango wa 3 kuanzia 1 hadi 16. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Basi Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 18 wa Yehoshafat mfalme wa Yuda. Akatawala miaka 12. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ila si kama baba yake na kama mama yake, maana akaiondoa ile nguzo ya Baali aliyoifanya baba yake. Pamoja na hayo, alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli, wala hakuziacha. 4. Basi Mesha mfalme wa Moabu alikuwa mfuga kondoo, naye alikuwa akimlipa mfalme wa Israeli sufu ya waume 1,000. Lakini ikawa Ahabu alipokufa, mfalme wa Moabu akamwasi mfalme wa Israeli. Akatoka wakati ule ule mfalme Yoramu katika Samaria, akawahesabu Israeli wote 7. Akaenda akatuma kwa Yehoshafat mfalme wa Yuda, akasema, mfalme wa Moabu ameniasi. Je, utakwenda pamoja nami tupigane na Moabu? Akasema, nitakwenda mimi kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, farasi zangu ni kama farasi zako. Akauliza, njia ipi tuiendee? Akajibu, njia ya jangwa ya Edomu. Basi mfalme wa Israeli akaenda na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu, wakazunguka mwendo wa siku 7, wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala wanyama waliowafuata. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu, kwani Bwana amekutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. 11. Lakini Yehoshafat akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli, akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati, aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Yehoshafat akasema, neno la Bwana analo huyu. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafat na mfalme wa Edomu wakamshukia. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akamwambia, la sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. 14. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama singemwangalia uso wake Yehoshafat mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nawe. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikiwa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. 16. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Hapo. Endelea. 17. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtaona upepo wala hamtaona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana, pia atawatia wa Moabu mikononi mwenu. Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakufafanulia maandiko haya ili uelewe na lengo lake na madhumuni yake. Ni wafalme watatu wameshikana. Ahabu alipokufa, mtoto wa Ahabu akaanza kutawala. Huyu mfalme akasema kwamba sasa kama yule amekufa, mimi sitatoa ushuru kwa yule mtoto wake. Na huyu mtoto alipoona ile jambo limebadilika, limekuwa kinyume sasa, akaona huyu mtu amenigeuka, lakini anajua vita. Akaenda kwa Yehoshafat. Yehoshafat ni mfalme, ukisoma habari zake ni mtu aliyekuwa anamcha Bwana, ni kiongozi aliyekuwa anamtii Mungu. Alishika sheria za Bwana akazielewa, akashika maandiko, akaenda katika amri zote za Bwana. Lakini tazama, mtoto wa mtu ambaye hamtii Mungu,
mtoto wa Ahabu. Ahabu alikuwa muua manabii. Ahabu aliharibika kwa msaada wa mke wake Yezebeli. Ahabu ndiye mtu aliyetoa manabii wa kweli katika dunia. Ahabu ndiye aliyetengeneza miungu mingi ya bahari. Ahabu ndiye aliyesababisha watu wateseke kwa njaa siku za Elia. Inasemekana kwamba alienda kwa Yoshafati, huyu mtoto akamwambia kwamba nataka uende nami katika vita, maana kuna mfalme fulani ameniasi. Huyu naye hakufikiria mara mbili, akasema kwamba sitakataa, nitaenda, maana watu wako ni watu wangu. Na kweli hapo nyuma ilikuwa ni kabila moja la Israeli, kabla haijatengana kwamba iwe kabila la Yuda na kabila la Israeli. Maana ilitengana, kabila mbili zikaenda huku, kabila zingine zikabaki. Zingine zikajiita Yuda, wengine wakajiita Israeli. Sasa mmoja anatawala kabila la Yuda na mwingine Yoshafati anatawala makabila mengi ambayo ni makabila ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni mcha Mungu na huyu mwingine si mcha Mungu. Waliposhikana wakaenda, wakafika kwa wakaulizana kwanza, tutaenda kwa njia gani? Yule mfalme akasema kwamba njia ni nyingi, lakini kuna njia moja tu ya karibu ya mkato, na hii naijua ni njia ya wapi? Ya Edomu. Alipofika kule akasema kwamba itakuwaje tukipita katika njia ya Edomu? Basi tuongee na mfalme wa Edomu pia aungane na sisi na jeshi lake, twende katika vita, maana kuna mtu ametuasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipofika katika jangwa la Edomu wakashikana yule mfalme, wakawa ni wafalme watatu. Wakiwa katika njia wanaenda katika vita ili kushambulia, kufika njiani Mungu akawanyima maji kabisa. Mungu akawanyima chochote. Chakula chao kwa siku 7 kiliisha. Maji yao kwa siku 7 yaliisha. Walitembea hawana maji, walitembea hawana chakula, walitembea hawana akiba yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kosa limetokea wapi? Wakati hao watu walishikana, mtu mmoja anayemjua Mungu hakuuliza wacha tumuombe Mungu ili tuende sawa sawa, lakini yeye aliuliza ushauri kwa mtenda dhambi, tufuate njia gani? Mtenda dhambi alipokuja alimuonyesha njia zake. Mimi naona tufuate njia hii ndio tutaweza kushinda. Na njia ile iliyotoka haikutoka kwa Bwana, ilitoka kwa mashauri ya mtu mwenye tamaa zake, mtu anayetaka kulipa kisasi kwa njia zake na vitu vyake, maana wamemwasi. Lakini mcha Mungu hakutaka mambo mengi, maana kuna Wakristo ambao wako kanisani lakini wamekuwa kama wajinga. Wakiambiwa kwamba toa sadaka tukunyweshe mafuta, wananywesha mafuta. Wakiambiwa kwamba usiku wa manane amuka, omba kama hauna nguo ndio Mungu akusikie, wanaomba uchi kama ni wachawi. Kuna Wakristo wako makanisani ambao ni waoga, hawataki kujua ukweli nini. Wanaambiwa kwamba kuna sadaka special na kuna sadaka ambayo si special. Wengine wanaambiwa kuna maombi special na mengine sio special. Haya maombi ya imani tunaweka wapi? Haya maombi ya wenye haki tunayaweka wapi? Kwa hivyo naona kwamba huyu mtu alikuwa mwoga wa kuuliza. Yeye akafuata njia ile mwingine. Walipoenda wakafika jangwani, ukakosekana maji kabisa. Sasa ndio akili zikafunguka. Akasema, mbona Mungu ametuweka hapa watu watatu? Mimi mfalme wa Israeli, wewe mfalme wa Yuda na wewe mfalme wa Edomu, ili atumalize hapa jangwani. Maana tukiwa wadhaifu, tukiwa hatuna chakula, tukiwa hatuna chochote, hawa watu watakuja, watatuangukia, watatumaliza. Na akauliza, je, kuna nabii wa Mungu mahali popote ili tumuulize jambo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji watu ambao wanatambua ni wapi ambapo kuna nabii wa kweli, ni wapi ambapo kuna mtumishi wa kweli. Na mtu mmoja akajibu akasema kwamba ndiyo, katika mtaa huu kuna nabii mmoja ambaye alikuwa akimimina maji kwa mikono ya nani? Ya Elia. Huyu ni mtu anasema kwamba kuna Elisha alikuwa akimimina maji kwa mikono ya Elia, ya kwamba kuna watu wanaweka maji katika meza ya pasta. Hiyo ni kazi, katika kazi hiyo kuna baraka zako. Kuna kwamba kuna watu wanaosha kanisa kutumia maji, ni kazi, kuna baraka zako. Kuna watu wanakuja kanisani kuchota maji ili wenye kiu wakunywe, ni kazi, kuna baraka zako. Huyu ametambulika, maana kupitia kwa maji alikuwa akimiminia mtu maji mikono ya mtumishi ikichafuka, akifanya deliverance anamuosha na maji. Akajulikana kwamba ni nabii aliyekuwa akimimina maji kwa mikono ya mtumishi fulani. Unahitaji karama ya pasta, unahitaji karama ya mwalimu. Unafanya nini katika maisha ya pasta? Unafanya nini katika karama ya mwalimu? Unafanya nini katika maisha ya mtu fulani? Huyu amepokea karama kwa kumimina maji. Wewe ni kitu gani unafanya katika kanisa ili karama ikujie? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana huyu anamimina maji.
Ndio mtu anasema kwamba kunaye mtu alikuwa akimimina maji kwa mikono ya mtumishi fulani. Yaani imefika mahali anatambulikana kwa huduma anayofanya, maana kazi tunayofanya inatufuata. Ona, huyu ni nabii mkubwa, lakini jambo dogo la kumimina maji inamfuata hadi kwenye ofisi yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaketi kwa viti kanisani, aliyeosha hatujui. Tunaketi kwa viti kanisani, aliyepanga hatujui. Na hapo tukija tunakuja na orbit, tunatafuna, tunaweka chini ya viti. Hapo tukija tunakuja na kalamu, tunachora viti. Hapo tukija tunafungua peremende na biskuti, tunaangusha ndani ya kanisa. Anayefanya usafi haumjui. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unadharau jambo ndogo ambalo mtu anafanya. Wanaokuja na watoto na vyakula, elekezeni watoto kanisani, si mahali pa kuchafua kwa ajili ya kukula. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana huyu alikuwa akifanya kazi ya usafi. Kupitia kwa kazi ya usafi amepata karama ya unabii. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini ambacho unakifanya ili kiattract karama? Ni nini ambacho unakifanya ili kiweze kuchukua mwito wa mtu fulani uingie kwako? Amen. Kazi yake kwa ni ya kumimina maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamimina maji kwenye mikono ya mtumishi. Ndio unaona kwamba Ibrahimu naye alipoona watu wanapita, alitoa maji akasema, naomba nikawaoshe miguu. Amen. Yesu akafanya kazi ya kuosha miguu. Mmoja akakataa, akamwambia, wewe si mmoja wangu, wewe kuna pepo ndani yako. Akasema, haya kumbe ni hiyo. Akavua, akasema, niko tayari unioshe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana katika yale madogo ndio kuna ufalme. Katika yale madogo kuna kuinuliwa. Katika yale madogo kuna kubarikiwa. Lakini watu wengi wamekataa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na huyu Yehoshafati akauliza, je, huyo mtu ako na neno la Mungu? Aliuliza hilo swali. Huyo unayesema ni nabii aliyekuwa akimimina maji, maana huyu hakuamini. Mtu anamimina maji atakuaje na pia tuambie cha kufanya na tumepona? Akauliza, je, huyo mtu ako na neno la Mungu ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji watumishi wenye neno la Mungu. Amina. Tunahitaji kizazi hiki kijae katika neno la Mungu. Maana kizazi kinaharibika katika abortion. Kizazi kinaharibika katika zinaa. Kizazi kinakufia katika maandamano. Kizazi kinakufia katika mtandao. Tunahitaji mtu mwenye neno la Mungu. Amen. Je, mahali naelekeza watu kuna neno la Mungu? Amen. Ndiyo, ni mtu aliyemimina maji. Je, ako neno la Mungu ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ikafika mahali wakaenda. Walipoenda akamuuliza mtumishi Elisha, akauliza, mtu wa kwanza kuingia machoni alikuwa ni Yehoshafati, lakini akaongea na huyo mfalme wa Yuda, akamwambia, niko na nini mimi na wewe? Bwana, tutafutana. Babako alikuwa muuaji wa manabii. Kweli kuna madhabahu ya bahari, kweli kuna miungu mingi, kweli kuna vitu hatari. Umenitafuta mimi kwa nini? Na kweli kuna manabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kuna manabii 400 wa uongo mahali, lakini kuna nabii mmoja tu wa ukweli mahali. Amen. Akageuza akamwambia, kama singemuona huyu, kama si huyo Yehoshafati, wewe singekuangalia. Singekuangalia. Ungeenda kwa miungu ya baba yako na mama yako. Amen. Macho yangu hayangekuona. Kwa kuna watu wako na kibali katika maisha. Kupitia kwa hao watu tunabarikiwa. Kupitia kwa hao watu tunainuliwa. Kupitia kwa hao watu Mungu anatuona tena. Amen. Lakini kama sio hao watu Mungu hangetuangalia tena. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yakobo naye anaambiwa na mtu wake ambaye alipatia mke. Mungu anamwambia, mbona unataka kwenda? Yakobo anamwambia, nataka niangalie maisha yangu, maana tangu nije hapa nimekufaidisha kwa mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mtu akamwambia, najua, na nilijua hilo kupitia kwa piga ramli. Hakumwambia si Mungu alinijulisha. Nilipitia kwa roho ya utambuzi. Maana Labani aliona anabarikiwa na anazidi kubarikiwa. Akaenda kwa watu wa kuuliza, wakamwambia, unabarikiwa sababu ya nani? Na Yakobo. Akaja akakana hiyo siri.
Yakobo anamwambia ujue, sasa imepita miaka, anamwambia ujue imepita miaka. Na umebarikiwa juu yako, akamwambia ndio najua kupitia kwa roho ya utambuzi. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Kuna watu tu wametengenezwa katika maisha tubarikiwe kupitia kwao. Amen. Kuna watu wameletwa katika maisha tujifunze kwao. Amina. Kuna watu wameletwa katika maisha tuinuliwe kwao. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukafungua duka ukaandika mtu duka likaisha. Unaweza ukafungua duka ukaleta mtu ana lugha ya kuongea. Amen. Kuna biashara inainuliwa, huenda kuna mtu fulani ako pembeni. Maana dunia hii kuna vitu kama hatuwezi kubarikiwa. Kitu cha kwanza ni neema. Amen. Kama hauna neema huwezi barikiwa. Amina. Kitu cha pili ni kibali. Amen. Kama hauna kibali unakataliwa kila mahali. Amen. Kitu cha tatu ni damu ya Yesu Kristo. Kama hii damu haijakufunika hakuna mahali utafaulu. Amen. Tunafaulu kupitia kwa damu, tunafaulu kupitia kwa neema, tunafaulu kwa kupitia kwa kibali. Amen. Kwa huyu mtu akawa ako na kibali. Amen. Biblia inasema kwamba Yusufu aliingia katika jela, na katika jela Mungu alikuwa pamoja naye. Amen. Neema ya Bwana ilikuwa pamoja na Yusufu. Amen. Mungu akambariki. Ameingia kwa jela, baadaye ateswe, anapewa uongozi ndani ya jela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu akasema kama si huyu singekuangalia. Tazama huyu nabii anataka kutoa unabii sababu ya Yehoshafati. Maanake kwamba huyu angeenda peke yake angefaulu. Amina. Sehemu zingine aenda na mtu ambao unajua kwamba huyu anaweza. Amen. Nikiwa na huyu sitapotea. Nikiwa na huyu hakutapotea kitu. Lakini wale wenye kibali tumewafungia ya kwamba watakuwa mastaa, ya kwamba watakuwa famous, watajulikana sana, watatangulia kubarikiwa. Hapana. Watangulize wao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na huyu Yehoshafati akiingia kwa hivi vita, mara ya kwanza alisaidia Ahabu vita. Ahabu akamchezea mchezo. Alimwambia njoo twende kwenye vita. Huyu akatoka. Maana anajua kabisa tukiwa na huyu ni mtu wa Mungu, mimi si wa Mungu. Nikiwa na huyu ila tata hivi kwangu, sitaumia. Amen. Akatoka na yeye. Akaenda kwa vita. Biblia inasema kwamba vita vilikuwa vikali, lakini wale walikuwa wameambiwa usiue mtu mwingine, uwe mfalme peke yake. Tunataka tumuue nani? Mfalme peke yake. Usiguse mtu mwingine. Ahabu naye mjanja akaambia Yehoshafati, sasa fanya hivi. Wewe vaa mavazi yako ya kifalme, na mimi nitamatoka kama kawaida twende kwenye vita. Kafika mahali vita vikachacha. Yehoshafati kumbe ashiki adabu. Wakamfukuza, akafika mahali akasema, "Ni mimi akavua yale mavazi." Wakasema, sio." Akamwacha. Akaponea. Mtu mmoja anasema kwamba alirusha mshale kwa njia ya kubahatisha. Kitambo vita mkienda ni sawa na mpira. Vile vita vikiisha mjapata mwenye mlikuwa mnataka, mlikuwa mnachukua mishale mitatu mnarusha juu. Inaenda ingine irushwe, ingine irushwe, kwamba tulifika mahali hapa na hatukupata, nyinyi hamkufika. Maana vita ilikuwa mnaagana, mmoja mahali fulani masaa fulani tutapigana. Vita ilikuwa ni hivi. Na wanakuja na bendera, watakaoshinda ndio watakayoweka bendera mlimani. Sisi ndio washindi. Tumeshinda. Na mpira nao mkienda mpira timu fulani haijakuja, kuna watu wanachaguliwa watu watatu. Wafunge tu magoli kuonyesha kwamba ndio wale hawakuja lakini walifunga mabao. Matatu na mpira unaisha. Amen. Haikuja. Kwa hiyo mtu akirusha mishale kwa njia ya kubahatisha, Biblia inasema kwamba ule mshale ulienda ukamtafuta Ahabu. Alikuwa amevaa mavazi tu ya chuma, si ya kifalme. Mahali alikuwa ameunganisha yale mavazi karibu na kifunguo, mshale ukaja ukaingia hapo wa kubahatisha. Maana ilikuwa ni lazima huyu mtu hapo na anataka kumtriki Mungu. Mungu akaelekeza mshale wa kubahatisha. Ukaenda ukamgonga Ahabu. Ahabu akaaga siku ya kafa. Amen. Kwa hiyo mtoto akajua huyu mtu alisaidia baba vita. Ndio naenda naye tena. Lakini hajajifunza mara ya kwanza kidogo nife katika vita ya baba. Ameshikana na mtoto, anaenda jangwani, anataka afe kwa vita ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ukiwashika kuna vitu vitakufa. Kuna vitu vinaangamia, kuna vitu vinakufa. That's why unasikia katika familia watu wametengana, ni vita ya kitambo. Wewe usiwahi oa kwa lile boma. Na ukioa huko wewe si mwanangu kuanzia leo.
Watu wanapiana viapo hapo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona wavulana wa huko wanachezea wasichana wa kule lakini hawaoni. Sababu kuna viapo viko hapo nyumbani. Ni vita vilianza kitambo. Kwa inaendelea inasema kwamba wakaenda kwa nabii. Nabii akasema, "Nileteeni mpiga kinanda." Wakaleta mtu akipiga kinanda. Ndio unaona kwamba hata Daudi alikuwa akipiga kinanda wakati Sauli anashikwa na pepo. Kinanda kinawakilisha muziki. Muziki ndio unafungua anga kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mazishini kuna muziki wa kusindikiza waliokufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muziki hata ugangani. Waganga wanaimba nyimbo zao kuentertain miungu yao na mizimu yao. Ndio. Mahali watakuja wageni waheshimiwa, president na vitu vingine. Katika kumbi mbalimbali wanatanguliza muziki. Amen. Kila sehemu kuna kuwa na muziki ili unafungua anga. Unaenda cheza muziki kwa nyumba yako ikawa ndio unabii unaweka katika nyumba. Amen. Unacheza nyumba, anaenda kwa baba, anaenda. Baadaye unapigiwa simu nyumbani, mtu amekufa. Ulitanguliza hapo nyumbani. Pia ujue huko tumempoteza mtu fulani huko. Kama leo nilikuwa nasikiza nyimbo za mazishi, kumbe ilikuwa hiyo. Uliweka muziki unapigwa kuhanga ya kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kila sehemu na muziki wake. Amina. Unaona kwamba mtoto afundishwe muziki lakini anajua muziki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto mdogo mwekee muziki hapo. Naona mwenyewe anatikisha kitu. Aliambiwa na nani muziki unaanza na kitu. Wewe hapo nyumbani muziki wako ukiweka ni tarabu ni nini? Unatafuta leso na jifunge. Kwani mwimbaji alikwambia jifunge leso? Haya wengine wanapiga nduru. Hata hajasema wewe weka nduru, wewe unapiga nduru. Unainua mkono juu. Maana muziki unafungua anga iliyo nzito moyoni. Muziki unafungua anga iliyo nzito akilini. Amina. Muziki unafungua anga iliyo nzito katika maeneo fulani. Amen. Kwa wakati huyu mtu alipiga kinanda, mkono wa Bwana ukaja juu ya huyu mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huwa muona hata pasipo hapa. Wakati wa siku, wakati wengine wanaona kwamba mtu amejazwa kabisa, anacheza kama hata kuanguka. Acha sana wanamcontrol. Amen. Ni kupitia kwa muziki. Lakini katika kucheza akifanya hivi, sisi hatuna shida. Tunajua kuna anga fulani imefunguka ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa huyu akasema nataka niletewe muziki. Alipoletewa muziki, Biblia inasema mkono wa Bwana ukaja juu yake. Na akamwambia, mkajaze bonde hili mahandaki. Yaani bonde hili mkalijaze mitaro. Bonde hili mkajaze mashimo. Amen. Hamtaona mvua, hamtaona upepo, lakini Mungu atajaza maji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtakunywa nyinyi na mifugo yenu, na hao maadui wenu Mungu ataweka mikononi mwenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahandaki ni kujiandaa katika maisha. Amina. Kuna mtu anataka afanye biashara lakini anasema kwamba pesa yangu ni kidogo. Tengeneza mahandaki. Chimba shimo, mengine mwachie Mungu. Kazi ya upepo na maji mwachie Mungu. Amina. Ndiposa nikasema neno langu la leo halitaendana kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Jua lilikuwa kali jangwani na wanaambiwa nyinyi chimbeni tupitaro, maji yatajaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anataka afungue kibanda, anaogopa sababu ya pesa. Sasa jenga kibanda kama uko na nafasi, wewe jenga kibanda kwanza. Mengine yataletwa hapo. Chimba handaki.